Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekuja na mada na somo adhimu, somo zuri. Watakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi na imani kuna faida kubwa siku ya leo watakwenda kuipata biidhnillahi Ta'ala. Somo la leo linasemaje? Somo leo linasema usiache dua hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiache kusoma dua hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu, hii dua ninakuletea, ama ili jina la Allah ninakuletea ndani ya swala ambayo inaswaliwa wakati wote, hata kama si Ramadhani. Lakini kuombe kwamba dua hii na swala hii ifanye sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wa baraka, ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi wa maghfira, ni mwezi ambao umekusanya mambo yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bimaana ni mwezi wa kipekee. Hakuna mwezi ambao fadhila zake, mambo yake yanafanana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu, ni mwezi mzito sana. Sasa leo kuna swala nataka nikuelekeze. Swala hii utaiswali, lakini pale kwenye sijida ya mwisho ya swalati hii ya sunna ndio utakwenda kusoma jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 40. Na wallahi ladhim, narudia tena, ukisoma jina hili mara 40, Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi katika swala zima la riziki. Hii kwa watu waliofanya na wakajaribu, wameona hili jambo ni la sahihi kabisa. Kwa hiyo hata wewe ambaye leo nakwambia jambo hili, kama haukudharau ukalichukua na ukaenda kulitumia, hususan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Shekhe, angalia katika Ramadhani yako utakapoifunga, na angalia jinsi gani Mwenyezi Mungu atakufanyia sahali katika swala zima la riziki. Hii ni swala gani? Swala yenyewe kwanza ni salati dhuha. Salatu adhuha. Hii ni swala ambayo Mtume wetu Muhammad kaisisitiza sana, miongoni mwa sunna zenye nguvu kabisa, mji asiziache, azitufanye mara kwa mara, basi ni kuswali swala hii ya dhuha. Hii swala inaanza muda gani? Swala hii inaanza baada kuchomoza jua la alfajiri, bimaana ile subhi. Baada kuchomoza jua unasubiria kiasi cha robo saa, kisha baada hapo muda wa dhuha unakuwa tayari umeingia, na muda huu unakwenda mpaka robo saa kabla ya adhana ya dhuhuri. Pale muda wa dhuha unakuwa umeisha. Na hii dhuha yenyewe ukichelewesha inakuwa ndo bora zaidi kuliko ukiiwaisha. Kwa mfano, kwa sisi tunaoishi hapa Dar es Salaam, ukiswali dhuha saa 4 saa 5 basi ni bora zaidi kuliko ile swali saa 2 saa 1, kitu kama hicho. Yani fadhila zake zinakuwa tofauti na mtu ambaye kaichelewesha ile dhuha. Na hii dhuha, ndugu yangu Muislamu, inaswalia raka 2, raka 4, raka 8 mpaka raka 12, kiasi ambacho kwamba wewe mwenyewe utachokumudu kukiswali. Kama utaswali raka 2 sawa, kama utaswali raka 4 sawa, kama utaswali raka 8 sawa, kama utapiga 12, yote utakavyoweza mwenyewe kumudu, basi unaweza ukaswali hivyo. Sasa utaswali raka ya kwanza, kama unaswali raka 2 au raka 4 au raka 8, hiari yako. Lakini pale ukifika kwenye sijida yako ya mwisho, sasa ndio utapokwenda kulitaja jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 40. Hii swalati dhuha, ndugu yangu Muislamu, hata mwanamke anaswali nyumbani kwake, mwanamama anaweza akaswali swala hii nyumbani kwake. Maana sidhani kwamba swala hii
labda inaswaliwa msikitini tu, la. Hata wewe mwanamume vile vile unaweza ukaiswali hata nyumbani, wapi? Hata nyumbani kwako, kwa sababu ni swala ya sunna hii, wala sio faradhi. Hata nyumbani unaweza kuswali duha, ila ukiswali msikitini na kuwa ni bora zaidi kwa mwanamume kuliko nyumbani. Lakini mwanamke hata nyumbani anaswali, kwa sababu yeye amefaradhishwa asali wapi? Asali nyumbani. Kwa hiyo raka kwanza utasoma suratul Fatiha, na baada hapo utasoma sura ambayo utakaiweza yote ile. Raka pili utasoma tena suratul Fatiha, baada hapo utasoma na sura nyingine ambayo utakaiweza yote ile. Kisha utakwenda pale kwenye sijida kwanza, utakwenda katika sijida pili, ambayo baada ya sijida hiyo utakuja kukaa tahiyatu ili utoe salamu. Asa kwenye hile sijida ya mwisho ndio ninaikusudia hapa. Nisikilize kwa makini sana jina ambalo utalokwenda kulisoma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda katika sijida ya mwisho, ushimaliza kusema ile subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi mara 3 zile, utakwenda kulitaja jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linaloitwa ya basitu, 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 ya basitu mara 40. Mara 40. Narudia tena, ya basitu, ya basitu, ya basitu mara 40. Ukimaliza mara 40 ndio unakuja unakaa tahiyatu, unasoma tahiyatu yako. Baada hapo unatoa salamu, salamu alaykum wa rahmatullahi kulia na salamu alaykum wa rahmatullahi kushoto, baada kumaliza jina hili ya basitu. Kwa hiyo hii ya basitu utaifanya mara ngapi? Mara 40. Mara 40 linafanya wepesi kabisa katika mipangilio ya kiriziki jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wallahi lazim kila atakayechukua hii na akaenda kulitumia kuanzia sasa, hususan mimi nakusisitiza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaswali hali ya kuwa unafunga, unaswali hali ya kuwa uko ndani ya siyamu, alafu ukaenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake hili hapa hili, utakwenda kuona maajabu makubwa sana ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo nimekuletea hili inshallah, usije ukalifanyia maskhara. Lichukue na nenda kalifanyie kazi, utakwenda kuona maajabu makubwa sana kupitia katika jina hilo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah kwa leo tuishi hapa, tukutane katika darasa lingine kwa wakati mwingine, hususan tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi tumuombe sana Mwenyezi Mungu dua aweze kutufikisha katika mwezi huu wa kheri, mwezi wa baraka, mwezi wa maghfira, na ni mwezi wa Qur'ani. Inshallah, wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.